Kuwepo vijana sikuwepo, lakini nilisikiliza mkimhoji mkali wa Dimba alimhoji hapa mtu wa TAKUKURU na mtu wa TAKUKURU akasema hiyo taarifa hawana. Yes. Na kwenye hii taarifa ya bodi kwenye kujibu wamesema pia kulikuwepo na viashiria vya rushwa. Huenda tu ni taarifa ikufika TAKUKURU. Sasa kama haikufika TAKUKURU, si bado hawajamaliza uchunguzi wao. Yaani bodi wameshajibu. Bodi wameshawajibu watu tayari, manake hiyo taarifa imesha nani? Taarifa imetoka public. Kwenye hii nani tuliopata hii? Juma, una barua ya Yanga wewe? Kwenye hiyo barua ya bodi imeijibu barua ya Yanga. Demand zilizowekwa kwenye barua ya Yanga. Manake hata siku wakija public hawajasema kwamba tumekamilisha uchunguzi, wala wanasema wao Yanga walikuwa wanasema wao wanahisi kwamba wanaona mechi imeahirishwa kwa sababu Simba walikuwa wataki kucheza na wamejibu humo. Ukisoma barua yote, bodi ndio iliyoamua, haijaahirisha mechi kwa sababu ya Simba waligoma kama barua yako ilivyo elezwa. Soma humo kwenye barua. Nimesoma. Si ndio imesema hivyo? Kwa hiyo yeye alikuwa anajibu na akawapa sababu. Sasa yeye alikuwa anajibu barua ulio niandikia, umetaka hiki umetaka hiki, na hata kwenye kuomba point 3 amemwambia hauwezi kupata point 3 kwa sababu hakukufanyika kitu chochote. Taratibu za mchezo, kanuni ya 17 haikufuatwa kwenye jambo lolote, isipokuwa zaidi anasema watu wote walikuwa wanashughulikia mchezo waliondoka isipokuwa watu wa usalama tu. Sawa, taratibu za kutoa point 3 ni pamoja na kukagua timu. Waamuzi hawakuwepo, hawakukagua timu. Hapo alikuwa anamjibu nani? Anamjibu mtu anayedimandi alama 3. Sasa pomwambia kwamba kulikuwa na viashiria vya rushwa, usalama mdogo and fujo and so. Si ndio? Hivi ndio vitu ambavyo very sensitive na vinahitaji uangalifu mkubwa kwenye mpira. Kwa hiyo vinahitaji pia kuhusisha taasisi za serikali ili kuvifikia mwisho. Ndio maana bodi walisema hivi vinaenda kwenye uchunguzi. Watu wasipoelewa sijui sehemu gani mtu aelewi. Kwa kwenye haya majibu wanaowajibu Yanga manake wamewaambia vile tu kama walivyosema kwenye press release, ambayo ile press release ilikuwa na nani? Na swala la nani? La viashiria vya rushwa. Ni kitu pekee yake ambacho hakikuwepo. The rest vilikuwepo. Sasa wameipata wapi kwa huu muda? Wamepata wapi vipi? Yaani manake wamechunguza. Hawajachunguza, si walikuwa nayo. Juma, hivi press release tu inaweza kuchukua kila kitu. Swala sensitive la rushwa lisiwekwe kwenye press release Jimmy. Sasa limewekwa kwenye barua kwenye majibu na linachunguzwa. Na ukienda kwenye ile press tu wameweka pale kwamba kuna vitu vinafuatiliwa. Kuna shida gani hapo Juma? Kuna shida gani? TAKUKURU wamesema jambo huyo ni TAKUKURU wilaya, mkoa au taifa? Mkoa wa Temeke. Mkoa wa Temeke. Yes. Kama viko kwenye taifa. Kwani vitu vyote vinapofanyika hapo TAKUKURU yeye anavijua au TAKUKURU nzima anavijua? Kama imepelekwa taifani, hili jambo lilitokea kwenye mkoa wake. Alikupelekwa hapo. Imepelekwa taifani. Alibaba.com, an easier way to do B2B sourcing. Kinakatazwa? Kwa alipaswa kusemaje? Kama lipo kwenye TAKUKURU yeye alijui. TAKUKURU kwa eneo lake la mkoa yeye hajalipata. Kama liko kwenye taifa, kwa watu wasiconclude kwamba hili jambo halipo TAKUKURU. Unajua just a person hawezi kusema hili jambo halipo. TAKUKURU ni kubwa. Ndio, TAKUKURU ni kubwa. Ni kubwa mno. Wewe kama kitu kijui sema mimi bana hii kwangu halijafika. Na ndio hivyo jana lakini hawezi kukataa kwamba hili jambo halipo. Alisema halipo. Lakini kwangu mimi halijafika. That's it. Mkoa wa Temeke alisema kabisa halijamfikia. Sawa bwana. TAKUKURU ni kubwa brother. Lakini mpaka bodi wanasema viashiria. Alafu bodi hawajatuambia sehemu yoyote kwamba wamelipeleka TAKUKURU. Hawajalipeleka. Hawajatuambia sehemu yoyote. Sisi ndio tunaolipeleka hilo jambo TAKUKURU. TAKUKURU wamesema kwetu halijafika. Sasa wao wana kifaa cha wana chombo humo ndani ya bodi kujua viashiria vya rushwa. Bodi. Wewe viashiria vya rushwa hawezi kuvijua? Sina kuuliza wewe Juma hapo una akili mwalimu. Wewe ni mwalimu una akili. Unaona kujua ngoja basi Juma, ngoja basi. Sawa. Wewe viashiria vya rushwa huwezi kuvijua?
Kama sio mtaalamu ni ngumu kujua. Hujawahi kuona mtu anatoa rushwa au kuna dalili za rushwa zinatokea? Sasa wale ambao wanaripoti kwamba kuna issue ya rushwa huku, anaripoti nini? Kama kila kitu TAKUKURU hizo ishara viashiria ndio vinakuwa reported. Sawa? Alafu wanakuja kufanya uchunguzi wataalamu. Kwa hivyo TAKUKURU wao ndio waone kila sehemu. Whistleblowers kazi yao nini? Yaani TAKUKURU hawezi kuwa wako kila sehemu. Lakini hili ndio mmetoka muda mchache uliopita wakati mimi nazungumzia usalama pale mkaniuliza naonaje. Manake kumbe kuna kwa sababu wao soma katika press yao. Wanasema vizuri kabisa kuna taarifa za usalama ambazo tulipata kutoka kwa wana usalama. Simple tu. Sasa kwa nini la rushwa pia hawajasema kama wamepata nani? Sasa wataka kuambia kwamba hizi tumepata kutoka TAKUKURU. Kitu kingine kwa sababu watu usalama walikuwa hapo kiwanjani. Ndio. Swala la rushwa wewe ndio unaliona, alafu unalipeleka likachunguzwe. TAKUKURU hawezi kuwa hapo kila sehemu. Wewe unaona viashiria vya alafu unawafuata wataalamu. Bana mimi naona hiki nini? Wataalamu wanakuja kufanya investigation, wanakuambia hii ni rushwa au sio? Sio rushwa. Mimi nikiwa kiongozi wa Azam, tuliona viashiria vya rushwa. Tukavipeleka TAKUKURU. Vikafanywa uchunguzi. Wakaja wakatuambia hakuna rushwa. Lakini sisi tuliona watu wanawasiliana, bana chukua hela hiyo, fanya hivi, sisi tukasema bana hapa kuna viashiria vya rushwa. Mkalipeleka kwenye vyombo. TAKUKURU wakalichunguza wakaja kutuambia kwamba hakuna rushwa. Lakini kwa nini unafikiri unaweza kuona leo tu na unalazimika leo upeleke au lazima upeleke kesho? Yanga wana haki ya kusema uchunguzi ufanyike ili vithibitisho vije vya sheria hivyo vya rushwa. Wana haki. Sijakuelewa. Sikumetajwa hapa kulikuwepo na viashiria vya rushwa. By the way, wao wameshasema kama wanavifanyia kazi. Siwasubiri taarifa tu. Mimi sione haraka inakuja nini. Kwa sababu hayo sio majibu ya uchunguzi. Hayo ni majibu ya mtu aliyetaka alama 3. Majibu yako haya na majibu ukiyasoma. Basis ni kikao cha kamati. Basis msingi wa hayo majibu. Nenda kaangalie press release. Mengi yametokana na hicho kitu. Basis ni hiyo. Unataka hii isipokuwa kitu cha ziada ambacho wewe ukisemi hapo. Ndio. Yanga wamekaidi mamlaka. Yanga wamekaidi mamlaka. Na ukikaidi mamlaka kanuni ya 4718 unatoa faini milioni 5 na au wamekaidi daraja kwenye nini? Kutokwenda ama kwenda kule uwanjani. Kwenda kiwanjani. Mamlaka iliwaandikia kwamba hakuna mchezo. Faini milioni 5. Sawa? Ndio. Kuondoshwa kwenye ligi na kushushwa daraja. Ama vyote kwa pamoja ama vinaweza kufanyika vyote kwa pamoja au kimoja. Kipi kinatakiwa kifanyike hapo? Watakapoona bodi. Watakapoona bodi. Yaani bodi ndio watakaoona. Watu wakutoza faini ya milioni 5 au wakuondosha kwenye ligi na kukushusha daraja. Ndio kanuni inavyosema ukikaidi mamlaka, kukaidi na kutotii mamlaka. Sawa? Adhabu yake ni hiyo. Ambacho wewe hutaki kukisema. Unangangania vitu vidogo vya alama 3 ambao washasema bwana kuna mechi ya kucheza. Na kingine Juma ni kwamba kwenye issue ya masuala ya rushwa hapo ndio jemedari atanisaidia kwa hizi mamlaka zina kamati za maadili na nidhamu na naamini uwaga wanaweza kutengeneza kwenye hizo kamati wakatumia baadhi ya watu kwa ajili ya kufanya uchunguzi kujua ni nini kinaendelea. Baada ya kupata ushahidi ndio wanaweza kuwasilishwa kwa TAKUKURU. Kwa hiyo na nikwambie kwenye hizo kamati zina watu wana taaluma tofauti. Kuna kamati naendelea nafikiri ya masaa 72 kama sikosei. Ndio. Kamati ya masaa 72 kuna afisa wa TAKUKURU. Yes, kamati ya masaa 72. Kuna afisa wa TAKUKURU. Kwenye kamati ya masaa 72 wa Kinondoni. Yes. Kama awe ameondoka sasa. Lakini wakati mimi niko kwenye kamati hiyo, yupo na uli mtu ambaye tumefanya naye kazi muda mrefu. Sawa? Hizi kamati zina contain watu wenye taaluma tofauti. Bwana nimepata message hapa. Soma message. Tutakuwa na kikao cha viongozi wa matawi ya Yanga jijini Dar es Salaam tarehe 20 saa 5 klabuni. Huyu anaitwa Mngonja. Sasa umeandikiwa wewe ni Yanga? No, wamefikisha taarifa. Huyu alikuandikia ni nani? Amekuandikia nani? Katibu wa matawi. Anakuandikia wewe? Ameandika anataka wana Yanga wakutane. Yaani wewe ndio unaaliko unakumbushwa uende kwenye kikao. Sikumbushwi. Anawaambia wana Yanga. Mimi nimesoma. Sasa wewe umeandikiwa kama nani? Kama mwandishi.
Situ kwenye kipindi. Wape watu taarifa na wanasikiliza. Hakuna shida. Hamna shida. Nadhani unakumbushwa kikao. Kwa hiyo unajua hapa Juma, shida kubwa iko kwenye uelewa. Kama ambapo hatukumuelewa awali, tukabidi tucheze tena sauti ya Boy. Ndio. Boy was so clear. Sawa? Hapa ipo shida yetu kubwa iko kwenye uelewa. Hii barua inaijibu barua iliyodimandi alama na mambo yaliyowekwa mle. Ndio maana kwenye barua ya Yanga walizungumzia Mzee Mguto kuzungumza saa 4 dakika 10 asubuhi kwamba mechi ipo. Ukisoma barua hiyo pia nayo imejibu kwamba mwenyekiti, ulivyosema mwenyekiti alizungumza yes, lakini haiondoi kamati kukaa na kuamua. Na wamesema pia hapa wamejibu ni kweli. Na kuna sehemu wamesema Simba hawakuvunja kanuni, walivunja muongozo. Wamejibu kila kitu, na wamesema kwamba hakuna sehemu Simba wanalazimika kikanuni kuwaambia watu ndio kufanya mazoezi. Wamejibu. Hiyo ni muongozo. Na hayo yalisemwa kwenye barua ya Afrika. Kwa kila kitu kimevunja muongozo. Kila kitu ukivunja muongozo, kanuni inabaki salama. Sio? Miongozo ni vitu ni secular, ni vitu vya ndani. Kanuni ni ndo muongozo wa sheria. Okay. Sawa? Unaelewa? Ndio. Kwa hiyo barua, kama ulikuwa na barua zote mbili, ndio. Kama unazo barua zote mbili, ninazo. Ukisoma barua ya kwanza na ukisoma ya pili, barua ya pili inaijibu barua ya kwanza, na basis nenda kaangalia press release ya bodi, unaona base ni hiyo kwamba hao bodi au CEO hawezi tena saizi kutoa majibu mapya. Majibu ni yale yale, kila mtafuta hata CEO sasa hivi. Sio msemaji wa kamati. Ni nani msemaji wa kamati? Mwenyekiti ambaye ni Mzee Mguto. Usimwambie mwenyekiti wa bodi? Basi ndo msemaji wa kamati. Kamati zote mwenyekiti ndio huwa msemaji wake mkuu. Juma, kuna mwanasheria nilikuwa nawasiliana naye. Katikati hapa nikawa namuuliza utofauti kati ya kanuni na muongozo. Anasemaje? Labda nisome hapa. Soma. Nitusaidie. Aliniambia tuangalie tofauti kati ya kanuni na muongozo. Kanuni ni sheria au miongozo ambayo lazima ifuatwe kwa ukamilifu. Hizi ni za lazima na mara nyingi huwekwa na mamlaka au taasisi ili kuhakikisha uendeshaji mzuri na ufuataji wa sheria. Kuvunja kanuni kunaweza kusababisha matokeo mabaya kama fine au hata adhabu kali. Muongozo ni seti ya maelekezo au ushauri ambayo hutoa muongozo wa jinsi ya kufanya kitu fulani. Hizi si lazima kama kanuni na huenda zikabadilishwa kulingana na hali. Muongozo unalenga kuwezesha uelewa na ufanisi wa kazi, lakini si lazima zifuate kwa ukamilifu. Sio lazima Kwa usipozifuata uvunji kanuni, sio? Yeah. Okay. Nashukuru sana na ameongezea kitu hapo. Wapi Juma hapajaeleweka? Hapo tuko sawa. Kwenye jambo hili umesema siku yetu bodi ya ligi wao wamekaa kimya. Kwa hiyo tusiwatafute, hawana cha kusema kwenye hili kwa sasa. Kwa sababu sisi bado tunatamani kusikia sauti ya, tunataka kuwauliza vitu lakini hawashiki simu na ushirikiano umekuwa hafifu sana. Sasa mimi swala la ushirikiano wa bodi mimi sihusiki. Hawashiki simu, mimi sihusiki. Mimi nazungumzia tulichokuwa nacho mezani. Kwa haya yaliyojibiwa, Yanga wanaruhusiwa sasa kwenda kasi. Kama wanakwenda kasi, si wanakwenda wapi, hiyo ni taasisi yao, wao ndo wanaamua. Lakini katiba ya TFF inasema mtu anataka kwenda huko lazima kwenye mamlaka za hapa ndani kila kitu kiwe kimemalizikia kwanza, hapa ndipo uende. Sawa, kwani bado nini hapa? Hiyo kamati na ikatiwa rufaa nafikiri. Sawa. Kama wanataka kwenda kasi, maana yake wakipewa majibu si wanaenda kasi. Kwani kuna shida gani? Lakini kwa sababu bado uchunguzi, mimi nafikiri wanachopaswa kama wana sababu si wamesema wao wanaendelea kuchunguza, si ndio? Wakitoka wakimaliza uchunguzi ndio watatoka na majibu ya huo uchunguzi imekwaje, au sio hivyo? Si ndio? Nafikiri na wao majibu yatawahusu, ndio, si ndio? Wakicompile kila kitu ndio wapeleke kasi, si ndio? Na anaenda kushtakiwa kasi ni nani? Ni hao bodi, na unaenda kuwashtaki kwamba hawakukupa point 3, si ndio? Ndio waliahirisha mchezo nje ya kanuni. Sio kweli, imetajwa kanuni. Wao sasa mimi nasema watakachokwenda kuna nini? Unasemaje? Kwani wewe uko Yanga? No, wao si walishasema kabisa kwamba kanuni haikufuatwa. Ipi? Ya kwenye kuahirisha mchezo. Imefuatwa kanuni kwenye kuahirisha mchezo. Na imeandikwa pale 34.1.3. Ipo.
Yaani unajua hajailisha nje ya kanuni. Mimi nashindwa kuelewa. Imetajwa kanuni 34.1.3. Wao wanakuambia wakisoma hiyo 34.1.3 sababu zinazotolewa kwenye dharura na sababu ambayo TFF na bodi ya ligi wakijiridhisha inatosha. Ndio wenye mamlaka Juma. Na hizo sababu mpaka leo zingine hawajajiridhisha. Zingine bado zingine zinachunguzwa Juma. Mamlaka ya mpira yako kwa wao. Sasa mfano Jemedari, hebu tuongee ukweli. Kama siku hiyo kulikuwepo na viashiria vya rushwa kwenye kilichosababisha sasa mchezo uvunjike, na mpaka leo hicho kiashiria bado kinatakiwa kipite hivi kiende kwenye mamlaka kije kithibitishwe. Lakini wao ulishachukua maamuzi. Yaani si wamechukua maamuzi kikanuni? Kwani wamechukua maamuzi kwa sababu ya hisia zao? Mchezo hamna kanuni, tunaendelea kuchunguza, tutapanga mchezo siku nyingine. Simple. Angekaa tu mtu akasema mechi hamna, hapo ndo tungeanza kuwa na doubt, tungeanza kuhangaika. Lakini wamekaa wakakubaliana kanuni iko wapi, inaweza Juma. Yani haiwezekani watu wakakaa tu kama kikundi cha wahuni wakasema hii jambo halipo. Haiwezekani. Unajua wapi wana haya mambo tunapata nao tabu? Ndio. Simba na Yanga ni kubwa mno. Zinahisi zinaweza zikaika pressure ili jambo likabadilika. Simba na Yanga ni kubwa mno. Sawa. Simba wenyewe walifikia kuweka hiyo pressure kwa sababu wana feel wao ni kubwa. Yanga wenyewe wameweka hiyo pressure kwa sababu wana feel wao ni na bado wanaweka pressure mpaka sasa. Na wanatunishiana misuli. Sawa. Hapa kilichopo ni kutunishana misuli ambako hata unaowasikia hao wanaotoka nje wakaanza kupiga makelele, akasema mimi mwanachama sitoka tuweke kikao, huyu sijui kakosea. Anatajwa marais wa TFF wanatajwa kama watu wajinga, si mamboleva wa madaraka. Mwanachama wa Mtibwa hawezi kufanya hivyo. Umeelewa vizuri? Hawezi kufanya hivyo. Na sasa hivi ingekuwa kwani pale wanachama wamefanya yale ni makosa. Kwa mfano alichofanya Haji, yes, mwanachama wa club ni makosa. Yes. Kivipi? Unamtaja rais wa TFF hivyo? Si ni kiongozi? Wanaona kama sasa labda hawatendewi haki. Lakini Jemedari kwa mfano na wanaita sasa usipotendewa haki. Ndio. Kanuni inaelekeza namna ya kulalamika. Saa 4 juu ya alama Jemedari.